mwaka 1995 mpaka 1998 kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwangu sana, mpaka zile nguo zote ziliisha, na tunasali na mke wangu na tunahubiriana wawili. Mimi nikichoka na nihubiria mimi, akichoka na mimi namhubiria, maana wote tulikuwa chuo cha Biblia. Sasa tulikuwa tujui leo tumefunga au leo hatujafunga, kwa sababu tukifunga hakuna chakula, tusipofunga hamna chakula. Nikamwambia mama, mpeleke huyu mtoto kwa shangazi, maana kulikuwa na shangazi, ili ikiwezekana kama anaweza wakala naye pale. Sasa mama sijui naye alichelewaje mpaka kwenye saa 2 ndo anampeleka. Basi asubuhi tukaenda naye kanisani, nafanya ibada. Nilivorudi kufika nyumbani ile saa 6 saa 7, katoto kaanguka chini, kamezimia. Nikaanza kukemea, nafikiri mapepo, katika jina la Yesu, nakaita katika jina, yani katoto kameenda. Na tikisa, na kemea, na nena kwa lugha. Kati nikaona katoto kama tambe nini? Ni baba, njaa. Nilichomoka hapo, nikaenda kwenye nyumba ya pili ya Muislamu, alikuwa anauza mandazi. Wala sikuuliza, nikafungua, nikachukua mandazi. Historia yangu siko ni ndefu sana, lakini nilitoka kwenye Uislamu. Na kule kwenye Uislamu nilikuwa na vurugu kidogo. Kwenye kijijini, kwenye udogo huo, nilikuwa na vurugu kidogo, kusumbua vijana wenzangu shuleni, na hata ile mikutano ya kule kijijini, tulikuwa tunafanya vurugu sana usiku. Nakumbuka kwenye udogo, nilikuwa na kundi la watu vijana, wengine walikuwa wanacheza mpira, nilikuwa na kakundi fulani kadogo, na kusanya wakiwa na mikesha ile ya usiku. Naenda natafuta mayai vinza. Hayo mayai vinza sasa, na ile usiku wanakuwa kijijini, wanakuwa na kwa mfano hivi Pasaka, wanakuwa na ya siku jioni, alafu siku tena wanakuja. Basi katika hiyo ile hali ya utundu tu wa vijana, nilikuwa najisikia furaha sana kwenda kuwa disturb. Mayai vinza, yani yale yanayotoa harufu nzito, wakati mwingine tulikuwa tunayafunika kwenye mchanga, tukisikia tu watakuja, tunayafunika kwenye mchanga siku kadhaa. Sasa wakianza usiku, wameshakusanyika ile saa 4 saa 5, wamenoga, kwaya zinaimba, ndio tunakaa kama mita 20-30 watatu, afu tunarusha kwa pamoja kwenda kudumbukia pale pale katikati. Basi kipasuka pale hawawezi kuendelea. Hapo ndio sisi tunajisikia raha, tunaenda tunapiga high five kwamba leo tumewakomoa. Wanakuja wale vijana, wanaongea hapo, kama kitampiga mtu yoyote pale, ina maana hiyo nguo nafikiri hata ivaa muda mrefu. So nilikuwa mtu wa huko. Alafu pia nilikuwa nacheza mpira, na nilikuwa natamani siku moja nichezee timu moja kubwa hapa nchini. Na hata rafiki yangu mmoja ambaye tulikuwa tunacheza naye, yeye alikuja kuchezea timu moja kati ya hizi kubwa, timu 2 kubwa. Alikuja kucheza, rafiki yangu sana, na alikuwa anacheza vizuri. Ndio tutoka naye kijijini. Sasa niko kwenye maandalizi, yeye akaja, na mimi niko kwenye maandalizi ya kutaka, kwa sababu tulikuwa wakati huo tunachukuliwa tunaenda kucheza kijijini, mjini. Sasa niko kwenye maandalizi ya kutaka kuja kumfuata huyo rafiki yangu, cheza kwenye timu kubwa, kazi ya timu kubwa 2. So nikaenda kijijini kuaga. Sasa kule tulikuwa tunaenda kwenye mazoezi. Sasa kuna rafiki yangu mwingine ambaye na yeye tulikuwa tunacheza naye, ila sasa yeye alikuwa mwana kwaya. Akaniambia tupitie kanisani, kwaya waimbe, alafu ndio twende kwenye mazoezi. Rafiki yangu sana, lakini sikuwa naingia sana kanisani, na sikutaka kuingia kanisani. Sasa akaenda, mimi nikawa na viatu vyangu pale, nimetoka mjini,
yeye waende wasali, alafu baadaye atatoka tunaenda. Basi akakaa kama muda uliopita, akaja akaniita, kwa nini usiingie tu mara moja tuabudu alafu tuondoke. Hiyo safari yake ya pili niliona kama sijui nimeitwa na kitu gani. Nilijikuta tu yes, nikaingia, nikakaa kiti cha nyuma. Nimekaa pale, sasa mchungaji akawa anahubiri. Baada ya kuhubiri mchungaji akasema tuombe. Watu wakasimama kama kawaida na kulikuwa na uamsho kweli kipindi kile. Akasema tunaanza kuomba. Kaomba. Nikajikuta na mimi kama nafuatisha vile. Baadaye sijui kilipita kitu gani. Hapo ndio sasa yani kilichotokea kilikuwa kitu kizito sana, kwa sababu wanasema Roho Mtakatifu huwa wakati mwingine anateka watu. Roho Mtakatifu anaweza akateka maadui zako, na Roho Mtakatifu pia anaweza akateka watu na kuwaingiza kwenye huduma. Yani nilijazwa Roho Mtakatifu siku hiyo hiyo. Yani niliona naanguka chini, nikaanza kulia, nikavuruga kila kitu pale. Wengine wakawa wananikemea kwamba mapepo na nini, lakini baadaye mchungaji akaja kusema sio mapepo, huyu amejazwa Roho Mtakatifu. Sikuwa na uwezo wa kutembea ndani ya siku 7. Wakanipeleka kwa mchungaji 7 days. Niko ndani, sina nguvu, ninalia na kuimba nyimbo ambazo mimi sikuwa mzoefu wa kuimba. Hizo nyimbo zinatiririka tu. Sasa wakawa wanakuja wale wanakwaya na wamama wengine, yule mtoto amepata nguvu za Mungu, yule mtoto amepata nguvu za Mungu. Naimba, wanakuja kuimba na nini, wananiombea, na mchungaji amesema huyo amekutana na nguvu za Mungu na naenda kuwa mtumishi wa Mungu. Basi nikaa hapo siku ya 7 saa 9 usiku. Nikamwambia mchungaji nipe Biblia. Akanipa. Maana nilikuwa nyumbani kwa mchungaji. Walikuwa kurudi nyumbani. Basi familia kule wameshakasirika, wengine wamesema nimepatwa na uwazimu, wengine wamesema nimepatwa na nini. Wanasema hao walokole ngoja tuwape muda mfupi, kama wamemroga au wamefanyaje tutawakata vichwa. Basi ile siku ya 7, maana walikuwa naimba, wamama wengine wanakuja wanaimba mle, tunaimba nao, wanaondoka, wengine wanakuja makundi kadhaa. Kulikuwa na uamsho pale kijijini kipindi hicho. Basi ile saa 9 usiku nikaamshwa. Nikamwambia mchungaji nipe Biblia, akanipa. Nikatoka, ndio naenda natoka nje, nikaanza kuimba. Nikaanza kuhubiri kwenye mtaa kwa mtaa, barabara kwa barabara. Nina ujumbe mmoja tu kwamba Sodoma iliungua na dunia hii itaungua. Watu wa Sodoma wa dhambi walikufa na watu wenye dhambi watakufa. Ndio ujumbe wangu. Sijui kitu kingine. Watu wakawa nakuja sasa, wakasema sasa huyu kijana this is too much. Yani amefikia mpaka hapo naenda kuwatania wa Kristo. Ndio yule mpiga tunamjua mjini, mpiga watu mayai. Anasema sasa huyu amekuwa this is too much, mtoto sasa amezidi. Lakini walikuwa najua niko mjini nacheza mpira na kuja. Yuko hapa mjini. Sasa anajifanya sasa ameokoka, anawatania wa Kristo. Napita sasa watu wakawa wanatoka nje. Kati ya watu walikuwa wanatoka nje kuja kunisikiliza, wengine wanakuja napiga tochi, wananipiga tochi, wanazungusha kidogo, huyu mtoto sasa ameuyuka. Wengine wanakuja kunitia moyo. Naimba, wengine wakaanza kuja kunitia moyo. Na tuko na mchungaji. Tukaanza kuongezeka, tumekuwa 3, 5, 6, 7, wakaongezeka kuja. Yani mpaka kufika ile saa 11 tunaenda kanisani kundi kubwa. Tunaimba. Tulipofika kanisani kule, karibia watu 50 wakampa Yesu maisha yao. 50 kwenye kijiji hicho. 50 wakampa Yesu maisha yao. Basi ndio nikaanzia hapa. Na Mungu akaniambia nitembee vijiji vyote vinavyozunguka eneo hilo. Nikaanza kwenda kijiji kwa kijiji, sijui mahubiri, ninachojua nilikuwa mzambi, Yesu kaniokoa. Ushuhuda wa maisha yangu, tulipokuwa tunacheza mpira, tulipokuwa tunajua mipira ya vijijini,
wakati mwingine mnaenda mnalala kwenye makaburi ili mshinde. Waganga wanawaambia mnaenda kufunga 2 matatu, wakati mwingine mnafungwa. Alafu mkishafungwa kala ila zenu nasema kuna mmoja wenu hapa nilivyokuwa nimewaambia masharti amevunja. Hela zimeshaliwa. So kati ya watu karibia 11 kifungwa tuweza kuna mmoja hajaenda vizuri. So nikaona ni mara nyingi huwa ni wajanja tu kula watu hela. So kuanzia hapo huduma ndio ikaenda, na hatimaye. Wakati huo familia sasa imechukua maamuzi gani kuhusu wewe? Kwa kweli palikuwa pagumu, ila baadaye wote walikuja kukubali kwamba kweli nimekutana na Mungu. Hawakuamini hapo kwanza. Kutoka kwa mchungaji kukurudi nyumbani? Sikurudi nyumbani haraka. Mchungaji alianza kunisaidia neno la Mungu na nikaanza kutembea kupita kwenye vijiji kadhaa kwenda na ushuhuda wangu ya. Na hata huko nikakutana na watu ambao walisema watanisaidia kwenda kusoma chuo cha Biblia. Ya sasa nikaanza mipango ya kwenda chuo cha Biblia. Na hatimaye nikaenda chuo cha Biblia Dodoma. Ya. Dodoma ya. Ulikuwa ni mwaka gani? Mwaka wa 99. Mwaka wa 91. 1991. CBC Dodoma. Dodoma. Baada ya hapo safari ya huduma ikaanza. Hapo safari ya huduma ikaanza, na kwa kweli hata kwenda kusoma ilikuwa kama muujiza. Vijana wa kanisani wakajitoa kwamba watanisaidia ada ya shule. Basi nilikuwa wakati huo nimeshaoa. Nikaenda na mke wangu Dodoma kusoma. Lakini wale vijana walikuwa kanisani kwetu. Tukaomba nao, Mungu awabariki. Sasa kweli Mungu akabariki. Na kuja miezi mitatu kurudi nakuta wote wamekuwa promoted. Mmoja kaongezwa cheo, kaenda Arusha, mwingine kaongezwa cheo, akawa ameenda Tabora, mwingine, wote wakasambaa. Na kipindi hicho mawasiliano hayakuwa rahisi. Ili uwasiliane na mtu lazima uende posta, alafu huyo mtu apigiwe simu mpaka atafutwe. Kwa hiyo nilivyorudi nikakuta wamesambaa, nikawa sasa niko stranded, sina mahali pa kwenda. Lakini Mungu akaniambia kwa kweli ananipeleka kwenye chuo cha Kiingereza, kwa maana anaenda kunifanya kuwa mhubiri wa kimataifa. Basi niko katika hilo, nimehangaika. Nikutana na baba mmoja alikuwa ametoka Nairobi, akanipa baadhi ya address ya watu ambao wanaweza kusaidia mtu kusoma. Na akaniambia jaribu hizi address, hao wazungu wanatoa scholarship na nini. Nikaandika, kama nilikuwa naandika kwa siku barua 10 za kuomba scholarship. Kile inayokuja kwamba we are sorry, sasa hivi tunasaidia watu wa magharibi, we are sorry, sasa hivi tumesitisha, tunafanya umisheni. Hatimaye ikaja barua moja hivi ambayo tuliona tukiwa na rafiki yangu, imeandikwa kwa mkono. Akasema huyu enzio, anasema huyu hata alishindwa hata kutype huyu. Huyu aliyeshindwa kutype ndio anaweza. Tukaiweka hapo, nilikana hiyo barua kama siku 2 sijaisoma. Imeandika kwa mkono kwenye bahasha hivi majina yake, maana tulikuwa tunapata majibu ya barua ambazo zimetaipiwa, bahasha nzuri limekaa vizuri, nasema hapa jibu lipo. Hapa jibu lipo. Kuja kuona we are sorry. Basi nilipofungua hiyo, nilikuwa na rafiki yangu mmoja sasa, hebu tufungue ile barua ya ile ambayo imeandikwa kwa mkono. Tumeipuzia karibia siku 2 hatujaisoma. Basi kuja kuisoma, kuna mama mmoja. Basi ameandika kwamba tumepokea barua yako, lakini tunaomba utuambie, je, ukienda huko unaenda na mke wako, na ada ni shilingi ngapi? Na nimejisikia nimwambie mume wangu tuweze kukusaidia. Tukasema hii mbona kama hapa kuna njia hapa. Baadaye tukamjibu na akasema mume wake amekubali, kwa hiyo watatusaidia. Lakini kabla ya hapo nilichelewa kipindi kimoja hapo Dodoma,
kwa sababu tulikosa hata nauli ya kwenda Kigoma, na tukabaki pale mimi na mke wangu kwa ajili ya kulala na chakula pale. Tukawa tunapewa kazi kila asubuhi, tunaenda kumwagilia bustani, kusafisha vyoo, kwa sababu hatukuwa na ili tule. Sasa chakula cha hapo lazima tufanye kazi, na ile kazi ndio wanakata ile tunakula. Wakati mwingine mke wangu akawa naenda, rafiki yake mmoja alikuwa anatumika kazi Mafu kule, anampeleka kule, anashinda huko, anakuja jioni angalau ameleta mikate tunaweza tukala. Kana wakati mgumu, lakini baadaye iliyokuja ndio tukaenda Kigoma, na kuta wale vijana wameondoka, tukawa tumekaa tuna jinsi. Lakini baadaye nikakutana na huyo baba, akanipa, tukaanza kuandika hizo barua, tukampata huyo mama kutoka Marekani, na hatimaye akasema wamelipa ada, kwa hiyo tunaweza tukaenda Dodoma. Na akasema mtakuwa mnatuambia mnapomaliza shule ile likizo, anatuma ile nauli, tunaenda Kigoma. Likizo ikiisha, anatuma ile nauli Kigoma, tunaenda Dodoma. Kwa hiyo muda wangu sasa wa shule hapo nikawa sina shida, waongeze ada, wafanyeje, maana nilisikia kwamba alituma hela za kutosha, na hata nitamaliza kusoma na zingine zitabaki. Kwa hiyo nikawa kazi yangu tu ni kwenda pale kwa business manager ofisini, nikifika naenda tu na saini, naambia wengine, anaambia ada imeongezwa, anapiga kelele huko mimi. Lakini tulivyomaliza shule na akakata, hatukuwasiliana mpaka leo. Simjui na anijui. Na hajawahi kukutafuta? Hajawahi kunitafuta. Nimeenda Marekani mara kadhaa, tafuta hatujawahi. Ni kama maana umemaliza je moja, maana walivyotoka tu Jangwani, walivyopita tu maana ikakata. Ndio wanaiona. Mpaka leo ile mama simjui. Ila nilikuwa na picha zake, lakini hizo zishapotea. Simjui na mjua. Kwa hiyo tukasoma miaka 3, na wakati tunasoma sikufanya vizuri sana kwa sababu tulianza Kiingereza mwaka mmoja. Sikufanya vizuri sana. Sasa wenzangu wakaniambia kwamba kwa nini uendelee tena kurudia hapa? Si uende tu Mwanza au uende Arusha au uende lakini Mungu akaniambia mimi ninakuita kwa ajili ya kimataifa. Kwa hiyo ikabidi nirudie tena ili niweze kufanya vizuri, nikae vizuri kwenye Kiingereza, nisome masomo yote kwa Kiingereza. Hata nikarudia, sasa nikafanya vizuri na nikaendelea Dodoma kwenye chuo ambacho kinatoa masomo ya Biblia kwa Kiingereza. Kwa hiyo Mungu akaniambia ninakuandaa kwa ajili ya kimataifa. Sasa ule mwaka wa mwisho, miaka hiyo ya 95, Kigoma kule kulikuwa kidogo giza fulani. Kulikuwa kugumu. Makanisa yote, aliyekuwa kwenye makanisa yetu ya kiroho, aliyekuwa na kanisa la watu 30, huyo alikuwa mwanaume. 30-40 hapo. Kwa sababu katika ile mgawanyiko magharibi ile walienda wengi kanisa la EAGT. Sababu mzee Mkulola alikuwa anahubiri sana kule, kwa hiyo watu wengi walienda. Kwa hiyo TAG ilibaki makanisa machache sana, na wote walikuwa nasalia shuleni. Sasa nikaamua mimi kwamba sirudi Kigoma. Mwaka wangu wa 3 sikuwa naenda Kigoma. Nilikuwa nakuja hapa Dar es Salaam kwa rafiki yangu mmoja, ambao huyo nilikuwa ninafikiria kwamba nifungue kanisa hapa. Sasa nilipokuwa ninaomba, Mungu akasema ukienda Dar es Salaam utakuwa peke yako, ila ukirudi Kigoma tutakuwa wote. Kwa kweli na ninavyoona Kigoma, basi tulingangana na Mungu, mpaka nikaanza kuuliza baadhi ya wazee ambao walikuwa wamenitangulia naona kwenye huduma, nikawauliza, wakasema kijana, nenda Kigoma, ni vyema ukae kwenye mpango wa Mungu. Bora uwe kwenye mahali pagumu, lakini uwe kwa Mungu na mpango wa Mungu. Basi mimi na mke wangu tukafunga na kuomba, basi Mungu akatupa amani, tukaenda Kigoma. Na akasema ukifika Kigoma wiki ya kwanza
sali hapo ulipokuwa na sali, wiki ya pili fungua kanisa. Kweli siku ile ya kwanza nikafika pale kanisani, nikawashukuru washirika kwa tule zawadi waliokuwa wananipa. Nataka kuondoka, wananipa zawadi, maombi waliokuwa wananiombea. Nikasema ninasali leo, wiki inayokuja nafungua kanisa Mwanga kwenye shule ya Muungano pale. Nikamwambia na mchungaji aliyokuepo, nisaidie labda niletee wanakwaya waje wanisaidie kufungua siku ya kufungua. Akasema nitakuja na nitahubiri mwenyewe. Basi ile Jumapili nikaenda pale ni shuleni, nikamwomba mwalimu mkuu akanipa kibali na akanipa na darasa. Mimi na mke wangu tukaja hapo. Sisi wawili na katoto ketu kachanga kama miaka 3. Tukaanza hapo. Sasa ile Jumapili nasubiri mwenzangu amesema atakuja kuhubiri, ataniletea na kwaya, hakutokea. Kabidi nijipinde mwenyewe nikamhubiri mke wangu. Na katoto ketu. Na ndipo hapo tulipoenda miaka 3 kutoka mwaka 1995 mpaka 1998. Kilikuwa ni kipindi kigumu sana kwangu sana, mpaka zile nguo zote ziliisha, na tunasali na mke wangu na tunahubiriana wawili. Mimi nikichoka na nihubiria mimi, akichoka na mimi namhubiria, maana wote tulikuwa chuo cha Biblia. Miaka yote 3. Ilikuwa ni sasa tulikuwa tujui leo tumefunga au leo hatujafunga. Kwa sababu tukifunga hakuna chakula, tusipofunga hamna chakula. Tulikuwa kwenye kachumba tulikuwa tumepanga kamoja kachumba hivi, hakuna godoro wala mkeka. Kuna kunaita kanani kamrago kadogo. Sasa mama anatandika kanga yake na nyingine tunajifunika. Hiyo ndio ilikuwa maisha yetu. Tumeenda hivyo miaka 3. Siku ya mwisho ambayo mimi nilikuwa nashuhudia sana hapo, nilikuwa on fire sana. Fire, ninaenda vijijini, mapepo, yani Mungu alikuwa ananitumia. Yani ilikuwa on fire, yani unajua on fire. Sasa wakati mwingine nikihubiri ila suruali huko nyuma imepasuka. Sasa ninashindwa kugeuka sana, nalinda huko watu wasione nyuma kulivyo kaa vizuri. Yaani nakumbuka nilikuwa na koti moja ndefu nyeusi, afu ilikuwa imeshuka kwa kiasi kwamba haiwezi kufunua, nikaona kiraka huko, na kiraka chenyewe kilikuwa tofauti na kitambaa hicho chenyewe. Sasa nikichachamaa kuhubiri, nalinda watu wasinione. Kiatu kimeenda upande, hakuna fundi kiatu ambaye nilikuwa simjui. Kesho naenda kwa huyu, kesho naenda kwa huyu. Miaka 3. Nahubiri na watu wanaokoka, naombea watu wanapona, afa anasema tunakuja Jumapili kanisani. Na furahi leo naambia mke wangu kuna familia moja imeokoka na nyingine imeokoka, walikuwa na mapepo wamefunguliwa, wanasema Jumapili wanakuja kanisani. Tunawaombea na majina, tunawatamkia na majina, waje. Jumapili tunaenda mpaka saa 6, hakuna anayekuja. Na warudia jioni wakasema tulikuwa tunakuja baba, lakini hapo chini tumekutana kanisa moja hapo la walokole. Hisi imani sio imani moja. Hapo ina maana kuna kipindi kile ilikuwa inaitwa Swedish. Yeah. Ndio ilikuwa jirani hapo. Tumeingia pale, mke wangu amefurahi pale na watoto, sio imani yenu, si ndio walokole wale na nyie. Naambia ndio hao ndio sisi hawa. Pale tumefurahi, yani wanaimba chorus. Hiyo ndio ilikuwa kazi. Nahubiria wenzangu. Sasa wanapokuja kuona ni darasani, wengine wana hadi zao. Sasa wengine hata walikuwa ni wa Assemblies of God wakienda Kigoma, hawezi kuja kusali darasani. Nakumbuka kuna hakimu mwingine aliwahi kuja Kigoma kwa Assemblies of God, hakuja. Nikaambiwa huyu ni Assemblies, nikamtembelea kabisa mpaka mahakamani. Watu wakaambia huyu ni Assemblies. Akanisalimia, ndio mchungaji. Ndio ni Assemblies, amini kweli ni Assemblies, umetoka nasema Assemblies. Karibu basi kanisani. Unasali wapi? Pale shuleni.
hakuja. Ya, sasa siku ambayo nilikuwa nimekata tamaa, tulienda kama siku 4 bila kula na kale kabinti ketu. Sasa jioni ile jioni nikamwambia mama, mpeleke huyu mtoto kwa shangazi, maana kulikuwa na shangazi, ili ikiwezekana kama anaweza wakala naye pale. Sasa mama sijui naye alichelewaje mpaka kwenye saa 2 ndo anampeleka. Kampeleka, tumekaa, wakaja kumrudisha wale mabinti kwenye saa 4 Jumamosi. Basi asubuhi tukaenda naye kanisani, nimefanya ibada. Nilivorudi kufika nyumbani ile saa 6 saa 7, katoto kaanguka chini, kamezimia. Nikaanza kukemea, nafikiri mapepo, katika jina la Yesu. Nakaita katika jina, yani katoto kameenda. Na tikisa, na kemea, na nena kwa lugha. Kati nikaona katoto watu. Kaambia nini? Baba, njaa. Nilichomoka hapo, nikaenda kwenye nyumba ya pili ya Muislamu, alikuwa anauza mandazi. Wala sikuuliza. Nikafungua, nikachukua mandazi, nikarudi na maji, nikaanza kukapaka na kula, kula, naona kaanza kutoa jasho linamtoka, nakula, na amekuwa na huko na kemea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu nakula, kwa jina la Yesu kula, namuita jina lake, kwa jina la Yesu kula, kwa jina la Yesu kula, anakula, kwa jina la Yesu kula. Baadaye nikaona kanaanza kupata nguvu. Mamake ameshajitupa pale analia. Baadaye kaja kupata nguvu. Nikamwambia mama, ile sauti tuliyosikia ya kuja Kigoma ilikuwa sauti ya shetani. Miaka 3. Sema God cannot send his servant and torment him like this. No. Mungu hawezi kutuma mtu wake kwenye huduma alafu amtese hivi. No. Ile sauti ilikuwa ni wrong. Haikuwa sauti ya Mungu. Nikamwambia mama, Jumapili inayokuja ndio itakuwa ya kwetu ya mwisho. Jumatatu na kupeleka kijijini. Alafu nakuja nafanya mawasiliano na Dar es Salaam, alafu naenda. Mambo yakifanikiwa takuja kuchukua. Tukakubaliana. Kwa mama naye akasema ni kweli. Hii is too much. Nguo zimeisha. Maana wakati wa kusoma tulikuwa tunapata kwa masababu, tulikuwa hatulipi ada, na tulikuwa tunaalikwa kwenye makanisa, wanatupa viela, tunanua nguo, zote zikaisha. Pia tukikaisha. Basi hiyo Jumapili sasa iliyokuja, tuko pale darasani na mke wangu. Nimeambisha naimba nyimbo zetu. Kidogo nikaona gari taxi imeingia pale mlangoni. Kuna watu 5. Kanilia katoka pale akaniambia, wewe ndio mchungaji wa Omari? Nikasema yeye ndio mchungaji wa Omari. Unasali hapa yeye? Akachungulia kwenye dirisha, washirika wajafika. Nikacheka, kaambia washirika gani? Mshirika si wewe, ingia. Sema nilikuwa nauliza kama umeshaanza ibada. Sema ibada tumeshaanza, tena iko katikati. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni channel bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.